Yaani, ngoja niwaambie kitu. Inaniuma. Inaniuma kweli kweli. Kila mwezi mimi na timu yangu tunazunguka kwenye mashamba ya parachichi nchi nzima. Na kila mwezi ni hadithi ile ile ya kuhuzunisha. Wakulima wanapoteza mamilioni yao. Wanapoteza miaka 5, miaka 7 ya maisha yao kwa sababu ya makosa yale yale ya kipuuzi. Makosa ambayo yangeweza kuepukika kabisa. Mimi siongei nikiwa ofisini, naongea nikiwa nimetoka shambani. Naongea kile ambacho macho yangu yameona kule Mbeya, kule Njombe, kule Kilimanjaro. Sasa leo sitaki wewe upoteze hata shilingi 100. Nipo hapa kukuchambulia makosa 7 ya kijinga ambayo lazima uyaepuke kama kweli unataka kufanikiwa na parachichi. Hebu tuende pamoja. Sawa. Kosa namba 1. Hili ndilo linaua ndoto za wakulima wengi hata kabla safari haijaanza. Unapanda parachichi ya kienyeji, halafu unaota kuipeleka Ulaya. Ngoja nikwambie kitu. Soko la kimataifa linataka parachichi yenye mafuta kuanzia 18% kwenda juu. Hizi zetu za kienyeji zina 6%, labda 12% kwa bahati nzuri sana. Hakuna mtu atakayeinunua kwa bei ya kimataifa. Yaani, umesubiri miaka 5, umehangaikia mti, alafu mwisho wa siku unabaki na tunda lako mkononi. Ni sawa kabisa na kufuga kuku wako wa kienyeji, halafu unatarajia kupatia mayai 300 kwa mwaka. Haiwezekani. Kosa la pili. Hili nalo ni tatizo kubwa sana na linatokana na kutaka vitu vya bei rahisi. Ni kosa la kununua mche usiofaa. Unaenda kule sokoni, unaona mche unauzwa 3,000, unafurahi, unasema yes, nimepata dili. Kumbe hujui umejipiga hasara ya kutisha. Huo mche wa mbegu kwanza utasubiri miaka 7 mpaka 10 ndio uone tunda la kwanza. Lakini pili, na hapa ndipo kwenye hatari zaidi, hujui utapata tunda la aina gani. Wakati mche uliopandikizwa, yani grafted seedling, unaanza kuzaa baada ya miaka 3 tu, na unajua wazi kabisa, nimepanda Hass, nitavuna Hass. Narudia tena, kuwekeza kwenye mche wa mbegu sio kilimo cha biashara. Huo ni mchezo wa kamari. Unacheza kamari na maisha yako ya miaka 10 ijayo. Na nimeshaona watu wengi wamepoteza kila kitu kwa sababu ya uamuzi huu mmoja. Mche wa bei rahisi ndilo kosa ghali zaidi utakalowahi kufanya. Okay, kosa la 3. Ili ni muuaji namba 1 wa miti ya parachichi duniani kote. Linatokana na kutokuelewa shamba lako. Phytophthora root rot. Yaani, uozo wa mizizi. Huyu ndiye adui mkubwa. Anapenda sana udongo unaotuamisha maji. Maji yakisimama tu kwenye mizizi, huyu ugonjwa anashambulia na kuua mti wako taratibu, kutoka chini kwenda juu. Kitu cha kuhuzunisha ni kwamba mpaka unaanza kuona majani yananyauka pale juu, kumbe tatizo liko chini kwenye mizizi na tayari umechelewa. Na kinachouma zaidi ni nini? Ni kwamba kipimo rahisi tu cha udongo, kipimo cha dakika 30 tu, kingeweza kukuokoa na hasara hii yote. Unachimba shimo, unaweka maji, unaangalia yanatumia muda gani kunywewa. Lakini wakulima wengi wanaruka hatua hii rahisi na wanapoteza shamba zima. Hili kosa namba 4 linatokana na fikra potofu kwamba parachichi ni mti wa porini unaoweza kujitunza wenyewe. Si kweli hata kidogo. Parachichi si mti wa porini. Unahitaji kulishwa. Inahitaji mbolea, inahitaji NPK, CAN, potassium, boron, na vyote hivi vinahitajika kwa ratiba. Kupanda mti na kuuacha ni sawa na kwenda kununua gari jipya zuri, halafu unakaa ndani unategemea litembee bila kuweka mafuta. Halitoki hapo lilipo. Sasa sikiliza hili la 5. Hili ni kosa la kitaalam kabisa ambalo linapunguza pesa mfukoni mwako bila wewe hata kujua. Umejaza shamba lako lote miti ya Hass. Unafikiri umefanya vizuri sana. Sikiliza, Hass ni ua la aina A. Linahitaji mchumba wake, yani ua la aina B, kama lile la Fwete, ili uchavushaji uwe kamili. Bila huyo mchumba, unapoteza 30% mpaka 40% ya mavuno yako. Pesa inapotea hewani. Unaona hiyo tofauti hapo? Ni matunda mengi sana yanapotea. Kanuni yake ni rahisi sana. Kila miti 9 ya Hass, weka mti mmoja wa Fuerte. Changanya vizuri shambani ili nyuki wasipate shida. Ni kitu kidogo, lakini kinaleta tofauti kubwa sana kwenye akaunti yako ya benki. Kosa la 6. Hili ni dogo,
Unaweza kulifanya kwa dakika chache tu, lakini ukaharibu mavuno ya msimu mzima. Linahusu muda wa kupiga dawa. Wakati miti imetoa maua, nani anafanya ile kazi muhimu ya uchavushaji? Ni nyuki. Sasa wewe unaamka asubuhi na mapema, unachukua bomba lako la dawa, unapulizia shamba zima. Unachofanya ni kuwaua wafanyakazi wako wote. Unaua nyuki. Sikiliza, hii ni kanuni isiyovunjika. Wakati wa maua, dawa inapigwa jioni tu. Jioni, baada ya jua kuzama, wakati nyuki wamerudi kulala. Na sasa, kosa la 7. Kosa la mwisho. Umefanya kila kitu sawa shambani, lakini hapa ndipo unaweza kupoteza kila kitu. Hili ni kosa la kibiashara. Hebu fikiria, umevuna, una tani 10 za parachichi chini ya mti. Zinaanza kuiva. Sasa ndiyo unaanza kupiga simu. Hello, nani ananunua parachichi? Wakati unahangaika, kila siku inayopita, bei inashuka. Kila siku inayopita, matunda yanazidi kuiva. Mwishowe unalazimika kuuza kwa bei ya hasara. Ni janga. Mpango sahihi ni huu. Anza kutafuta soko ukiwa mwaka wa 3. Siku ya kuvuna, mkataba upo mkononi. Kesho yake pesa iko benki. Sawa, nimekuonyesha makosa 7. Makosa yanayoua mashamba na yanayopoteza pesa. Sasa, swali kubwa ni, utaepukaje haya yote? Unawezaje kuhakikisha wewe unafanikiwa? Habari njema ni hii. Kila moja kati ya haya niliyoyataja linaweza kuepukika. Kinachohitajika ni maarifa sahihi na kuanza na vitu sahihi. Na hiyo ndio kazi yetu hapa Kilimo Biashara Afrika. Tunakusaidia wewe uepuke haya matatizo. Kwanza kabisa, miche. Tunayo miche bora ya grafted, Hass, Fuerte, miche iliyohakikiwa na yenye ubora, na tunakuletea popote pale ulipo Tanzania, salama kabisa. Namba ni hiyo hapo, 0763 071 007. Piga simu au tuma WhatsApp sasa hivi. Pili, maarifa. Tumeandika kitabu chenye kila kitu unachohitaji kujua. Kilimo cha parachichi Tanzania. Bei yake halisi ni shilingi 500,000, lakini kwa ajili yenu watu 99 wa kwanza tunatoa kwa 45,000 tu, na tunakupa uhakika usipojifunza kitu, pesa yako inarudi. Tuma hela kwa M-Pesa kwenda hiyo namba 0763071007, kisha tuma jina lako WhatsApp na kitabu kinakufikia papo hapo. Na ili usikose masomo muhimu kama haya, fanya jambo moja dogo sasa hivi. Subscribe hapa kwenye chaneli yetu ya Kilimo Biashara Afrika, halafu bonyeza na ile kengele ili kila wiki upate somo jipya la kilimo cha biashara. Na mwisho kabisa, nataka tusikie kutoka kwako. Hapo chini kwenye sehemu ya maoni, niambie ukweli. Ni kosa gani kati ya haya umeshawahi kulifanya au kumwona mtu mwingine akilifanya? Tuweke wazi, tujadiliane na tusaidiane. Mimi nasubiri kusoma maoni yako. Asante sana.